Kuna watu walizani hadithi maisha, walizani kurasa zimefungwa. Lakini mfalme haachi kiti chake cha enzi. Fundi wa mpira, mchawi wa mguu wa kushoto, Stephen Aziz Ki amerudi tena Jangwani. Anarudi nyumbani kukamilisha kile alichokianza. Tetemeko jipya limeanza kwa wapinzani. Kaeni kwa kutulia. Master Ki is back to Young Africans, tayari kwa msimu mpya wa kihistoria. Aliondoka kama shujaa akiacha alama ambayo haitafutika kamwe kwenye ardhi ya Tanzania, akiwa miongoni mwa wachezaji bora zaidi kuwahi kucheza ligi kuu ya NBC. Hizi hapa ni takwimu za dhahabu za Stephen Aziz kabla ya kuelekea kaskazini mwa Afrika. Alicheza mechi 117, mabao aliyofunga 57, pasi za mabao kama na kwamba assist 32, hat-trick 5, mataji aliyotoa mataji 8, makubwa akiwa na wananchi. Hakuacha tu timu, aliacha ufalme na rekodi inayomfanya kurejea kwake kuwe mwiba mkali zaidi. Kurejea kwa Stephen Aziz kutoka katika klabu ya Al Ittihad ya Libya kunaenda kubadilisha kabisa taswira ya kimbinu ya Young Africans kutokana na mambo yafuatayo: ubunifu wa hali ya juu, elite creativity. Young Africans ilikuwa ikipata shida nyakati zingine kufungua ngome zilizorudi nyuma kwenye low blocks. Aziz Ki ana uwezo wa kipekee wa kupiga mashuti za mwisho, key passes, pia na kuchezesha timu eneo la thuruthi ya mwisho ya uwanja. Uwezo wake wa kufungua kwenye low block wa pinzani unaifanya kuwa silaha nyingine tena kuongezeka kwenye kikosi cha Mangomangiti. Hatari ya mashuti ya mbali na mipira ya kutenga. Tofauti kubwa ya Aziz Ki na viungo wengine waliopo sasa ni uwezo wake wa kufunga mabao nje ya boksi kwa mashuti makali na usahihi wa kupiga faulo, set pieces. Hii inampa kocha mbinu mbadala, plan B. Timu inaposhindwa kuingia ndani ya boksi la mpinzani, wanaweza kutafuta free kick nje ya penalty box. Uzoefu na utulivu wa kimataifa. Baada ya kucheza soka la ushindani nchini Morocco, Wydad Casablanca na Libya Al Ittihad, anarudi akiwa na ukomavu mkubwa zaidi wa kiakili. Hii itasaidia sana Young Africans kwenye michuano ya CAF Champions League, ligi ambapo utulivu wa sekunde moja unaamua matokeo. Lakini pia muunganiko wa haraka, chemistry, tofauti na mchezaji mgeni ambaye anahitaji miezi kadhaa kuzoea ligi na mfumo. Aziz Ki anaijua vyema Young Africans, anajua pressure mashabiki, anafahamu vyema wachezaji wengi wa kikosi cha kwanza. Ata penetrate kwenye kikosi moja kwa moja bila kupoteza muda. Ni deal down. Jioni ya leo Stephen Aziz amesaini mkataba wa miaka 2 wa kujiunga na Young Africans. Yanga wamemsajili Stephen Aziz kwa dola 450,000 sawa na shilingi bilioni 1 na milioni 200 kutoka Al Ittihad ya Libya kuja Tanzania. Lakini pia Stephen Aziz amechukua signing on fee ya shilingi dola 300,000 sawa na milioni 790 za Kitanzania kama signing on fee. Jumla ya Young Africans wametumia dola 750,000 kumpata Stephen Aziz. The King is back. Aziz Ki ni bara jipya kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa maana hiyo Young Africans wamelazimika kutumia zaidi ya bilioni 1 na milioni 800 kwa pesa za Kitanzania ili kuweza kuipata saini ya Stephen Aziz kutoka Al Ittihad. Imewalazimu kuvunja mkataba na wamefanikiwa. Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanahitajika zaidi. Sasa swali linabaki, urejeo wa Aziz Ki ni nani anakwenda kuacha Young Africans? Tayari makubaliano yapo. Mlinzi wa kati aliyesajiliwa kutoka kwenye kikosi cha Golden Arrows ya pale South Africa, yeye kama Young Africans hawatapata nafasi ya kumuuza Starboy Allan Okello, ambaye taarifa za ndani inasemekana kocha Mangomangiti hajamuelewa sana bwana mdogo na anaona kwenye mifumo yake huenda siweze kufiti, na ndio maana anataka kumuuza ama Young Africans wamuuze. Tayari wananchi wamepokea ofa ya dola 700,000 kutoka FAR Rabat ya Morocco na Wydad Casablanca, lakini wanasema ofa hiyo ni ndogo. Wanataka zaidi ya bilioni 3 kwa pesa ya Kitanzania kuweza kumwachia Starboy Allan Okello, sawa na dola bilioni 1 na milioni 1.5 ili kuweza kumwachia bwana mdogo. Lakini kama dili hilo la kumuuza Starboy halitafanikiwa, basi Komala ambaye amesajiliwa kipindi hiki cha dirisha kubwa la usajili atalazimika kuvunjiwa mkataba na kuachwa kwa ajili ya kumpisha Stephen Aziz kwenye kikosi cha Young Africans. Je, ni nini maoni yako wewe kama mdau wa soka la Tanzania?